Karibu katika sehemu ya pili ya recap yetu. Kama hujatazama sehemu ya kwanza, kisha unagusa hicho pop up kinachojitokeza juu upande wa kulia na moja kwa moja iliyopeka kuitazama sehemu ya kwanza. Lakini tunasonga mbele na sehemu ya pili. Kumbuka kwamba Seng tayari alikuwa amemleta Mwamba katika chumba chake na hapa walianza kufanya usafi. Na katika harakati za kufanya usafi akagundua kuwa mpenzi wake alikuwa kimsaliti, kwani aliweza kuikuta picha ya mahusiano yake ya zamani sana ikiwa katika draw. Kitu ambacho kikamvunja sana moyo na kujikuta anamlaumu sana. Lakini Mwamba akamweleza kwa kumwambia kwamba ulichokosea katika maisha yako ni kuweka tumaini la maisha kwa mtu, kitu ambacho ulifanya makosa makubwa, lakini pia kumtegemea kwa kila kitu katika maisha yako. Kosa la kwanza ni kumtegemea katika kila ambacho unakifanya, ikiwemo malazi, kula na hata kuvaa, kitu ambacho hakikuwa sahihi. Ulitakiwa kujitegemea katika baadhi ya vitu, huenda ungeepukana na hali ya kumtegemea daima. Siku zote ungekuwa uko huru, lakini haukuwa huru, ndo maana alikuwa na uhuru wa kufanya jambo lolote lile. Ushauri huu kwa umemuingia sana bidada. Nyakati za jioni Mwamba akamtumia message akimwambia kuwa siku ya leo sitoweza kurejea huko kuja katika nchi ya Korea. Zaidi ni kwamba nitavuta siku zaidi. Nimeahirisha ile safari. Bidada akaona atumie mwanya huu kumweleza ukweli kwamba kwa sasa hivi hahitaji mahusiano na yeye. Mwamba alikasirika sana mara baada ya kuyasikia hayo na akaendelea na safari yake, kwani alikuwa mpendi bidada, ila alikuwa anampenda tu kwa namna hiyo tu, kwamba kutimiza haja zake za kimwili. Hasa huku kwa Bibi V, mara baada ya kukimbiwa na wateja, hali ilikuwa mbaya kweli kweli. Siku ya leo akaamua kwenda kufanya usafi nyumba yake nzima. Uchafu ulikuwa mwingi, lakini akakumbuka kwamba kuna baadhi ya vitu huwa havitumii lakini vipo ndani ya nyumba. Akawaza akapiga usafi wa kutosha, akabeba zile takataka zote na kuanza kuzipeleka katika eneo la kutupa taka. Hasa huku kuna mama ambaye anasimamia masuala yote ya uchafu katika mji. Alipomwona tu bibi akakumbuka, akamwambia kuwa ulisema kwa yule boyfriend wako ndo alitawanya karatasi zote hapa eneo hili, basi mwambie kuwa akirudia wakati mwingine tutamfungulia mashtaka polisi na asisubutu kurudia tena. Bidada akikumbuka kwamba alikuwa anamsingizia tu yule jamaa, ameshaanza kugundua kweli kwamba Daeun hakuhusika kabisa katika kutawanya zile takataka, kitu ambacho kaka kinamhuzunisha. Akitazama pembeni akawa anamuona Mwamba, anatamani kweli kwenda kumuomba msamaha lakini anashindwa. Hasa yule mzee bana, jirani yake, alikuwa ameona tukio hili kwamba bidada alikuwa anaona aibu kwenda kumuomba jamaa msamaha. Ikabidi kumuunganisha sasa Daeun pamoja na Bibi V na kumwambia kwamba huyu bidada alikuwa na hamu ya kuongea nawe kutoka jana, niweza kumuona. Naomba leo muongee, kama kuna tofauti muweze kuirekebisha. Baada ya Bibi kuomba msamaha, Daeun akawa na noma, akamwomba aingie ndani ya nyumba yao. Akaingia na aligundua tu kwamba Bibi atakuwa si msafi. Kweli kabisa, baada ya kufanya usafi bado chumba kilikuwa ni kichafu sana. Bibi akasema kwamba tokea babangu afariki aliniachia nyumba ikiwa iko na vitu vingi sana, na kila kitu alichokuwa ameniachia kiliacha kumbukumbu. Kwa stamani baadhi ya vitu kuvitoa. Daeun akamwambia kuwa usafi unaweza kufanyika na kila kitu kipangiliwa katika mpangilio mzuri, ambapo kitu ambacho kitakustajabisha zaidi. Basi wakaanza kufanya usafi. Mara tu baada ya kufanya usafi huo, kwa bahati nzuri chumba kikawa ni kizuri sana na kila kitu cha kumbukumbu kikawa kimehifadhiwa mahali pake katika hali ya uzuri zaidi. Akashangaa sana bibi kwa kuona kwamba Mwamba Daeun alikuwa ni mtaalamu sana wa upangaji wa vitu. Lakini dakika mbili mbele wakasikia hodi katika nyumba yao. Kumbe alikuwa ni Bibi Seng pamoja na rafiki yake. Kumbe hawa bana ni marafiki wa V kutoka walipokuwa chuo, na kwa bahati mbaya aliweza kuachana. Siku ya leo alikuja kumtembelea rafiki yake mara baada ya kusikia kuwa anapangisha nyumba yake. Lakini mbaya zaidi ni Bibi Seng mara baada ya kumkuta Mwamba katika nyumba hii akajisikia hali ya wivu kidogo, kwani alishaanza kumpenda jamaa. Akaanza kuuliza amekuja kufanya nini. Akamwambia kuwa nimemwagiza kuja kunifanyia usafi kwa sababu siku ya jana nyumba yangu ilikosa wapangaji. Akamwambia safi sana, basi kwa heri. Jamaa kama ondoka, akawapisha hapo, lakini akamwambia kuwa nitarudi baadaye kumalizia usafi, wapokee kwanza wageni. Wakiwa wameketi wakakubaliana kwa kusema kwamba tuliliona tangazo la kupangisha nyumba, tumeridhia, nyumba ni nzuri sana, kwa tutapanga katika nyumba hii. Alifurahi sana Bibi V na kuamini kwamba hawa alikuwa ni msaada wake wa karibu. Kimya ukatawala baina yao, ni kama vile kuna kitu ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Sasa ukweli uko hivi, ni kwamba miaka mingi iliyopita, kama miaka 5 hivi, Bibi V alikuwa ni rafiki wa karibu sana na hawa watatu, akiwemo Seng pamoja na urafiki wao mwingine. Urafiki wao ulikuwa ni urafiki wa karibu sana, lakini kuna kipindi tu ambacho Seng familia yake ilipitia hali ngumu sana ya maisha, wakaenda wakafilisiwa na benki, kitu ambacho Bibi Seng aliwaambia hawa marafiki zake wawili. Na baada ya kuambia, baadaye story zikaja kuvuma sana shuleni. Akaamini kwamba huenda V ndiye alikuwa amesambaza story hizo, kitu ambacho kikawa kimemuumiza sana. V ili kutaka mambo yaishe akaamua kusema ukweli na kusema kwamba sikuwa mtu ambaye niliweza kusambaza uvumi ule ambao litapakaa chuo kizima. Wakati huo rafiki yao mmoja akaanza kulia na kusema kwamba mnisamee sana rafiki zangu, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimesambaza umbea ule. Ni kwa sababu kila mtu alikuwa anazungumzia kwamba inakuaje Seng sasa hivi hali yake mbona imebadilika. Nikajikuta tu nimelopoka kusema kwamba nyumba yao imeweza kutaifishwa na benki na wamefilisika.
lakini baadaye ikaja kufahamika kwamba V ndio aliweza kusambaza umbea huo, kitu ambacho kilikuwa si kweli kabisa. Mnisamee sana kwa kipindi chote cha miaka 5 iliyopita. Kila mmoja alibaki anashangaa, kumbe tumekosana. Miaka 5 yote iliyopita uliweka siri ndani ya moyo wako, kumbe wewe ndio kwa sababu ya sisi kutengana. Iliwaumiza sana, lakini wakawa na namna yote isipokuwa kumsamehe rafiki yao na waanze upya ukurasa wa maisha. Ghafla katikati yao ikatokea furaha kubwa ya ajabu, na hapa wakaanza kuongea yote ambayo waliweza kuyapitia katika maisha yao, na wakakumbushana juu ya ahadi yao ya siku moja wangeweza kuishi pamoja, kwa sababu walivana sana katika urafiki wao. Mapema alfajiri, Mwamba Daeun kama alivyokuwa ameahidi kuwa atakwenda kumalizia usafi katika nyumba ya kina V, alikuwa amefika mapema na alfajiri, lakini wakati anaingia tu, kumbuka kwamba Seng tayari amemia katika nyumba ya V na hapa anaishi. Sasa alikuwa akiandaa vitu vyake kwa ajili ya urembo. Kwa bahati mbaya hivi vitu vilikuwa vimeanguka misili kama ya Glory hivi. Yeye mwenyewe akavikanyaga kwa bahati mbaya na kujikuta ameanguka chini. Daeun alipoweza kumkuta Seng yuko ardhini, haraka sana ikabidi kuanza kumchukua mpeleke hospitalini, lakini bado Seng akawa anasema kwamba naomba nikapige kwanza makeup kabla ya kwenda hospitalini, kitu ambacho Mwamba Daeun hakutaka kabisa kukisikiliza. Akambeba na kumpeleka hospitalini. Sasa akiwa amekava kidogo hali yake imerudi, akaanza kumpigia rafiki yake. Rafiki yake anamwambia kuwa kesho nitakuwa nikiolewa, hakikisha unakuja na boyfriend wako. Sasa bidada akikumbuka kwamba hana boyfriend kwa sababu siku 2-3 hizo ndoka kuachana naye, akawa anawaza atambeba nani awe kama boyfriend wake katika sherehe hiyo ya rafiki yake ambayo wakati mwingi wamekuwa kitambishiana. Moja kwa moja akamfuata Daeun na kumshirikisha juu ya wazo hilo. Akamuomba sana, lakini Daeun akakataa. Akamwambia kwamba nitakulipa pesa nyingi sana. Daeun mbele ya pesa bana hanaga la kukataa, ikabidi kukubali. Akamwambia lakini kwa nini unayafanya hayo yote? Bibi akasema kwamba nilipokuwa nasoma shuleni niliamini kwamba mimi ni mwanamke pekee ambaye nilikuwa napendwa na kila mwanafunzi, mpaka huyu rafiki yangu alipohamia katika shule hiyo, na hapa akachukua kabisa nafasi yangu. Alinitesa sana kisaikolojia, na kutoka wakati huo nimemwaminisha kwamba mimi niko vizuri kwa kujiposti kwenye mitandao kwenye picha nzuri, lakini pia kujionyesha katika maisha ya kifahari zaidi. Ukweli ni kwamba atakwenda kukodi nguo za kifahari zaidi, na pia tutaambatana wote kwa pamoja mimi na wewe mpaka katika sherehe hiyo. Lakini Daeun akamuuliza kuna sababu gani ya kuyafanya hayo? Akasema ni kwa sababu sitamani kabisa kuonekana dhaifu mbele yake, na mpaka dakika hii amenialika mimi na boyfriend wangu kwa sababu anataka kuniona nikiwa katika mahusiano. Nikimwambia kuwa nimeachana na mtu wangu atacheka sana. Kwa hiyo nimemwambia niko kwenye mahusiano, naomba unisaidie katika hilo. Mwamba akiwa ameishiwa pozi akakubali tu, akamwambia sawa. Basi wakalamba suti bana. Ndio hivyo wanatakiwa kuhudhuria katika sherehe hiyo, japokuwa kwa mavazi ya kukodi. Baada ya kutoka kujaribu mavazi yale na kugundua kwamba yangewafaa zaidi katika sherehe, basi moja kwa moja Mwamba Daeun akaelekea katika nyumba ya bibie, na hapa akaelekea mpaka chumbani na kukuta vitu vingi sana viko ovyo ovyo. Akamwambia kuwa ni kwa nini vitu vyako unapenda kuviacha hivi? Bidada akasema siwezi nikavitupa vitu hivyo kwa sababu kila kimoja kina kumbukizi. Akamwambia sio mbaya, mfano kama hizi picha unaweza kuzipiga hizo picha zote kwa pamoja ukazihifadhi katika laptop yako, lakini vitu hivi vingine ukavipangilia kwa mpangilio mzuri. Kwani kufanya usafi na kusababisha chumba kiwe kizuri sio kutupa vitu, bali ni kuvipanga vitu katika upangilio mzuri. Kitu ambacho kikamfurahisha sana bidada. Akahifadhiwa kila kitu chake, lakini pia akamshauri kwa kumwambia kwamba ni vyema ungewashauri wa kina dada wengine pia ubizi wa kazi usiwafanye kuto kujali mazingira yao wanayoishi. Ni vyema mtoto wa kike ukawa ni msafi. Bidada moja kwa moja akaingia katika mtandao wake kijamii, na hapa akashare wazo kuwa hata majukumu yetu yawe mengi kiasi gani, lakini tusisahau kufanya mipangilio mizuri ya vyumba vyetu, kwani ndio unazifu na ustaarabu na kuanzia. Wazo zuri kabisa hili. Kule ofisini balaa ni zito sana. Yule mkurugenzi msaidizi katika ile kampuni anayofanyia bibie V alilichukua lile wazo la V na kubadilisha jina kabisa. Akaonekana kana kwamba yeye ndio alikuwa amelitoa lile wazo, na katika bodi ya wakurugenzi basi akaanza kuiwasilisha lile wazo na kusema kwamba ametumia muda mwingi sana kuandaa wazo lile. Kila mmoja aliyelisikia lile wazo alibaki anastaajabu, kwani ilikuwa ni wazo zuri sana. Lakini bibie V alikuwa anastajabu sana kuona kwamba kumbe mkurugenzi msaidizi alikuwa amempa wazo aliandae, alafu kumbe alikuwa na mpango wa kulitumia mwenyewe binafsi. Baadaye akamuita ofisini na kumwambia kuwa atampatia chochote kitu, anatakiwa kufunga mdomo na asizungumze kitu chochote kile. Kwa kuwa yeye hana maana yoyote katika ofisi, basi hakuwa na namna yoyote, kabidi kukaa kimya. Upande wa pili tunaonyeshwa Mwamba Daeun akiwa amematana na bibie Seng, na hapa moja kwa moja sasa ndo wanaelekea katika ile sherehe. Walikuwa wamenoga kweli kweli, kwa walikuwa wamevaa mavazi ya gharama. Watu wengine wote walikuwa na washangaa pia, japo mavazi yao hayakuwa ya gharama sana, japokuwa ilikuwa ni ya kawaida, lakini ilikuwa ni hazi nzuri. Wakati tu wanatembea ghafla kuna mwamba mmoja alikuwa amebeba waini nyekundu, ikawa inamwangukia bidada. Mwamba haraka sana akamzuia, lakini kwa bahati mbaya ikawa imeangukia katika eneo la koti, kitu ambacho Daeun akajitahidi kuifuta ile nguo, lakini kwa bahati mbaya haikuweza kutakata. Bibie Seng hichi kitu kikawa kinamuumiza sana, akajikuta tu anatirika na machozi, kwani ameweza kudhalilika katika sherehe ya huyu rafiki yake, na kitu ambacho hakukitaka kabisa kitokee katika maisha yake. Kilio cha bibie Seng si
kwamba nguo yake imemwagikiwa na wine. Shida ni kwamba anapoenda kurejesha ile nguo haitakiwi kabisa kuwa na madoa. Sasa haya madoa yatamkosti, kwani nguo hii atatakiwa kuilipia yote. Sasa hiyo pesa hana, anawaza itakuwaje. Akiwa anaendelea kuwaza, wakati anaendelea kutoka nje, akakutana na yule mtu aliyekuwa amemwagia wine. Sasa huyu jamaa akajitambulisha na kusema kwamba anatokea katika kampuni moja kubwa sana inayouza vitu vya zamani, kitu ambacho bibie kikamshtusha sana moyo wake. Akamwambia kuwa na kabidhi haya mawasiliano, endapo utahitaji kufidiwa gharama yote ya nguo ambayo imeweza kuharibiwa, basi unaweza ukanipigia. Basi bidada akaona tobo si ndio hili bana, mwamba mtaji ili kumbe alikuwa mjui tu. Akaanza kumpigia na kuwasiliana naye akimwambia kwamba anahitaji malipo ya nguo ambayo imeweza kuharibiwa. Mwamba hakuwa na noma yote, akamwambia kwamba nitakuhitaji wakati fulani, utakuja ofisini ili niweze kupatia malipo hayo uweze kukamilisha kununua nguo nyingine. Basi bidada alifurahi kweli kweli. Upande wa pili, yule mkurugenzi msaidizi baada ya kufurahishwa sana na idea za Bibi V, basi akaamua kumwajiri katika shule yake kwa kumwambia kwamba atahusika katika kuwasajili watoto katika shule yake ambayo ameanzisha siku za hivi karibuni. Akamwambia kama ukiwasajili vizuri na hakuna tatizo yote litakayotokeza katika jambo hilo, basi nitakuajiri katika kampuni na utakupa mfanyakazi wa kudumu. Bidada alifurahi kweli kweli, na hapa kavaa moja kwa moja kuelekea katika eneo hilo la kusajili wanafunzi. Kazi ilikuwa ni ngumu, kwani kutoka asubuhi mpaka jioni alikuwa anakesha katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba anawasajili wanafunzi katika shule mpya iliyofunguliwa na huyu mkurugenzi msaidizi. Hasa bana Bibi V akiwa amerudi nyumbani, arudi na kadi kidogo sana kinachomuongoza yeye kwenda kusajili wanafunzi. Bahati mbaya akakiweka jirani na feni. Sasa upepo kapuliza kikaingia chini ya sofa. Baadaye Dayuni anaonekana akiwa anaingia ndani kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake ya usafi, lakini kwa bahati iliyo mbaya, wakati anayefanya mambo haya, bibie alionekana akimpiga picha. Hatujajua huyu bibie ana siri gani nyuma ya pazia. Tukutane katika episode ya 3.